Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kesha la asubuhi la vijana na watoto. Leo tuko somo la 9, somo lenye kichwa kisemacho Nuhu, safina na gharika, Januari 9 ya leo. Na fungu letu la kukariri litatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na ile fungu la 6. Lakini kabla ya kuendelea, basi tuombe. Asante Bwana kwa uvumilivu wako kwetu wanadamu. Tusamehe dhambi zetu na utumbie mioyo mipya ya toba. Tunaomba tuwe na upendo kama wako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu, amina. Mwanzo sura ya 6 fungu la 6, neno la Mungu linasema, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Ikawa wanadamu walipozidi kuongezeka usoni pa nchi, uovu pia ulizidi kuongezeka. Japo kizazi kwa kizazi walielezana habari za wokovu, na kwamba siku moja watarudi Edeni endapo wataukubali wokovu. Basi watu wakajitwalia wake waliowachagua kinyume na mpango wa Mungu, wakala na kunywa. Pengine walikula kwa ulafi, walifuja mali na kutojali wenye njaa na kula vyakula au vinywaji ambavyo haitupasi kuvitumia kama vileo au vyakula vya aina fulani. Inaonekana kuwa watu wakiishi pamoja kwenye miji wanafundishana uovu kwa kiwango cha juu sana. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama. Basi siku za mwanadamu zikapunguzwa na kuwa miaka 120, na hata urefu wake pia ukapungua. Kila kusudi alilowaza mwanadamu lilikuwa baya na ovu siku zote. Bwana akajuta kumuumba binadamu. Jambo la huzuni kabisa pale muumba wetu anajuta kwamba ametuumba. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi na viumbe vingine. Ila Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Nuhu alikuwa mtu wa haki na mkamilifu, naye alikuwa na watoto 3, Shemu, Hamu na Yafeti. Dunia iliharibika na kujaa dhuluma, na kila mwenye mwili alifanya maovu na kuharibu njia yake. Nuhu alikuwa mtu wa haki na alipata huzuni alipoona watu wanafanyiana ubaya mkubwa. Mungu akamwambia Nuhu kwamba ataiteketeza dunia kwa sababu ya dhuluma, hivyo ajenge safina ya mti wa mvinje. Akampa maagizo Nuhu ya kuijenga. Urefu, upana na kimo ulikuwa futi 600 mara 100 mara 60. Ukubwa wa meli hii ulikuwa kama meli ya siku hizi, yaani meli za siku hizi. Mfano ile ya USA Pride of Merchant ni futi 990 mara 101 mara 122. Ina ghorofa 12, ina wafanyakazi 1000 na inaweza kubeba wanajeshi 14,000. Inavyoonekana watu walijua haya yote, kwa maana Nuhu alihubiri miaka 120 habari hii, na kila nyundo ilipopigwa kujenga safina ilikuwa ni hubiri. Isitoshe, mtoto alizaliwa na akaitwa atakapokufa gharika itakuja, yaani Metusela. Na kweli mwaka Metusela alipokufa ndio ulikuwa mwaka wa gharika. Mungu alitoa kila onyo, bali walipuuza. Ila inawezekana wengine walioamini walifariki kabla ya gharika. Watu walimsaidia Nuhu kujenga safina, pengine kwa malipo au wema. Walisikia habari hii tena na tena, ila wakafanya mioyo yao kuwa migumu. Bwana akamwambia Nuhu kwamba ataleta gharika na ataharibu kila kitu chenye pumzi na mwili juu ya nchi. Akamwambia Nuhu na wanawe pamoja na wake zao waingie kwenye safina. Safina yaonekana ilikuwa na dirisha moja tu, nalo lilikuwa juu kwenye paa. Watu waliangalia wokovu wao utokao mbinguni kuelekea juu. Mungu akamwambia Nuhu akusanye chakula chao na cha wanyama, maana wangalikaa kwenye safina karibia mwaka mzima. Mungu akampa Nuhu maagizo juu ya wanyama watakaoingia kwenye safina. Wale najisi waliingia wawili, dume na jike, na wale waliingia 7 walio safi. Kwa mfano, nguruwe wangeingia 2 na mbuzi au kuku 7. Miaka hii 120 Nuhu alishuhudia uovu mwingi. Watu walikosa huruma na kuuana, na palikuwa na maumivu mengi. Watu walimcheka kizee Nuhu anasema maji yataanguka toka juu, na sasa anajenga mashua kubwa. Wakati huu mvua ilikuwa haijawahi kunyesha, kwa kuwa mimea ilistawi kwa umande. Kwa kumcheka Nuhu walimcheka Mungu pia, kwa sababu Nuhu alikuwa mjumbe tu aliyefuata maelekezo ya Bwana. Watu wakikucheka unapomfuata Mungu, mkumbuke Nuhu. Baada ya kukamilisha ujenzi wa safina, Mungu akamwambia Nuhu kwamba na baada ya siku 7 ataleta mvua, anayo itanyesha siku 40 usiku na mchana, na kila chenye uhai kitakufa. Nuhu alikuwa na miaka 600 alipoingia kwenye safina, yeye na mkewe pamoja na watoto wake wa kiume 3 na wake zao. Jumla watu 8 tu. Aliingia kwa mwaliko wa Mungu wa wokovu, ulinzi na usalama kwenye safina. Alitii kila Bwana alichomwagiza. Wakamwana hao walijitoa kabisa, maana wazazi wao waliachwa. Walipoona wanyama 2 au 7 wakiingia kwenye safina, bila shaka walishtuka kidogo, lakini wakaendelea na shughuli ya maisha yao kama kawaida. Waingereza wanasema business as usual. Hata leo kuna matukio mengi ambayo inabidi tumuulize Mungu yana maana gani. Nafikiri ni dhambi kuridhika na kiburi
kiburi ndivyo vilivyowapa upofu watu wa enzi za gharika. Walimcheka Nuhu kwa kukaa kwenye safina isiyoelea, maana ilikuwa nchi kavu. Pengine walishangaa alivyokaa na maelfu ya wanyama ndani ya safina. Mvua ikaanza kunyesha na dhoruba kali. Watu walikimbia na kumsihi Nuhu afungue mlango. Nuhu alijaribu kufungua na kushindwa, akawaambia Mungu ndiye amefunga mlango. Pengine walipanda miti mirefu, lakini maji yaliendelea kujaa na kufunika miti na milima yote. Viumbe vyote viliangamia, kila kitu chenye pumzi kikafa. Gharika ilikuwa takribani mwaka wa 2348 kabla ya Kristo, nayo ilibadilisha sura ya dunia na kupunguza uzuri wake. Kuna kipengele kingine cha kisa hiki hapa ambacho ni muhimu sana. Mungu anatangaza kwamba ataweka agano lake na watu wake. Agano hili linatamkwa mara 7 kwenye sura hii. Agano la Mungu ni ahadi yake ya uaminifu na wokovu wake. Katikati ya dhoruba, Mungu alitayarisha safina yenye usalama. Yesu ndiye kimbilio letu nyakati za dhoruba, safina yetu ya usalama, ulinzi wetu nyakati za taabu. Zoruba za maisha hutusaidia kusahihisha na kukamilisha mambo. Mzazi wa duniani akiona kimbunga nje huita watoto wake waingie ndani ya nyumba. Hii ni habari njema na ya ajabu iliyoje. Agano la Mungu ni hakikisho lake la milele kuhusu usalama wetu katika safina ya neema yake. Mungu anapenda kutunza agano lake. Hebu basi na tumkaribie na kutafuta kujua mapenzi yake leo. Hata leo watu wanaomtegemea Mungu wanaweza kuonekana kama ni watu wasio na akili nzuri, watu waliochanganyikiwa. Nuhu alionekana kuchanganyikiwa alipokuwa akiingia kwenye safina na wanyama. Pengine walifikiri mwanadamu anawezaje kuishi kama yupo kwenye hifadhi ya wanyama au zoo, au hata harufu zote hizo za wanyama. Mungu akamkumbuka Nuhu na familia yake kwenye safina, akavumisha upepo na kufanya maji yapungue. Hata leo Mungu hutukumbuka. Vilele vya milima vikaanza kuonekana. Nuhu akafungua dirisha la safina na kumtoa kunguru, naye akatoka kwenda huku na kule. Kisha akamtoa njiwa, naye hapakuona wala kuona pa kutua. Akarudi kwenye safina. Nuhu akamtuma njiwa tena baada ya siku 7, akaja na jani bichi la mzeituni kinywani. Nuhu akajua maji yamepungua, na baada ya siku 7 alimtoa njiwa tena, naye hakurudi tena ndani ya safina. Mwaka ulipita wakiwa ndani ya safina na maji yalikauka, na Nuhu akafungua safina. Mungu akamwambia Nuhu atoke katika safina na wanyama alio nao. Ilikuwa tukio la ajabu kuona wanyama wakiruka au kukimbia wakati wakitoka kwenye safina. Nuhu akamjengea Mungu madhabahu na kutoa kafara ya shukrani kwa Bwana. Mungu akambariki Nuhu, akaamuru tena, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kabla ya gharika, chakula alichopewa binadamu kilikuwa cha mimea tu. Mwanzo sura ya 1 fungu la 29. Lakini sasa kwa ajili ya upungufu au hali, aliruhusiwa ale wanyama ambao ni safi, ila alikatazwa kula damu na mafuta ya wanyama. Mambo ya Walawi sura ya 11. Siku hizi kwa ajili ya uchafuzi imethibitishwa kwamba ni salama zaidi kula vyakula vya mimea. Hivyo ni vema kulima ili kula chakula bora ambacho tangu mwanzo Mungu alimpatia mwanadamu. Isaya sura ya 65 inaonyesha kuwa katika nchi mpya mwana-kondoo na simba watacheza pamoja. Hivyo wanyama na wanadamu wote watarudia ile lishe ya kwanza ambayo Mungu aliitoa, isiyohitaji kuua viumbe vya Mungu tena. Mbinguni kutakuwa hakuna kifo. Baada ya baraka kwa Nuhu, Bwana akasema, sitailaani nchi tena kwa gharika. Kweli ilikuwa huzuni kuangalia uharibifu wa nchi pale palipokuwa na majengo mazuri. Alisema, ninauweka upinde wangu mbinguni, nao utakuwa ishara ya agano kati yangu na nchi. Maji hayatakuwa gharika tena. Ndipo Bwana akaleta upinde wa mvua wenye rangi 7 za kupendeza kwa mara ya kwanza, ili kuwapatia matumaini. Ezekieli sura ya 1 fungu la 28, Ufunuo sura ya 4 fungu la 3, Ufunuo pia sura ya 10 fungu la 1 zinaonyesha kuwa upinde unaweza kuwakilisha haki, rehema, neema, nguvu, ahadi ya ulinzi na ukombozi wa Mungu. Upinde wa mvua ni chombo cha kuakisi tabia ya Mungu na ishara ya uwepo wake kama Mungu. Wakati mwingine unapoona upinde wa mvua, kumbuka Mungu aketie juu ya kiti cha enzi cha ulimwengu na kuelekeza si hatima ya ulimwengu huu, bali pia anaongoza maisha yako. Mwaka wa 1975 tuliambiwa na gazeti kuwa wataalamu wa elimu ya mambo ya kale waligundua mabaki ya safina na kuyakarabati huko Uturuki. Hakika hii ni mojawapo ya vitu vinavyotuongezea imani yetu katika maandiko kwamba ni ya kweli kabisa. Neno la Mungu linaposema kitu, tumaini na kutii. Mungu hakumwacha Nuhu aangamie pamoja na watu wafisadi na wenye jeuri. Alimwambia Nuhu alichohitaji kufanya ili kuokolewa. Vivyo hivyo tunajua kile kitakachojia ulimwengu hivi karibuni, na tumeambiwa jinsi ya kujiandaa. Maandalizi haya pia yanajumuisha kuimarisha akili kwa neno la Mungu na kuweza kuwa na mahali pa kulima, na ikiwezekana tuhamie mashambani. Miji mingi mikubwa haitakuwa salama
salama na itakuwa na maovu ya kutosha kufanya hali isikalike. Zaidi ya kujihami, twapaswa kuwaonya watu kile kitakachoujia ulimwengu. Yesu alisema kwamba kama vile zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho. Basi tuwe na hekima, tujiweke tayari ili tusipotee. Mwaliko wa Mungu kwa Nuhu ulikuwa ingia ndani ya safina. Hapa linatajwa neno neema kwa mara ya kwanza. Huo ulikuwa mwaliko wa wokovu, usalama na ukombozi. Ilikuwa ni ahadi ya utunzaji wake leo, kesho na hata milele. Ilimpa Nuhu tumaini katikati ya machafuko ya ulimwengu huu. Mwaliko wa Bwana unatupa matumaini nasi pia. Katika safina ya usalama wake tunapata wokovu, usalama na ukombozi. Na huu ndio ujasiri nilio nao kwake, ya kuwa nikiomba kitu chochote sawasawa na mapenzi yake atanisikia. Na kama nikijua kwamba ananisikia, nimwombapo chochote najua kwamba ninazo zile haja nilizomwomba. Haiwezekani kabisa kukadiria nguvu ya ushawishi wa baba au mama anayesali, mzazi au mlezi anayemkiri Mungu katika njia zake zote. Anawachukua watoto wake mbele ya kiti cha neema na kuwakabidhi kwa Yesu, akiomba baraka zake juu yao. Ushawishi wa maombi hayo ni chemchemi ya uzima kwa watoto hao. Maombi haya yanayotolewa kwa imani ni msaada na nguvu ya mama Mkristo. Kupuuza wajibu wa kuomba pamoja na watoto wetu ni kupoteza mojawapo ya baraka kuu zaidi zilizo karibu nasi, mojawapo ya silaha kuu katikati ya mashaka, masumbufu ya maisha, wasiwasi na mizigo ya kazi yetu ya maisha. Maswali: mvua ya gharika ilinyesha kwa siku ngapi? Ndege wa pili aliyetumwa kuangalia nchi alikuwa yupi? Ni lini mwanadamu aliruhusiwa kula nyama? Ni nini maana ya upinde wa mvua? Kwa nini Nuhu alitoa kafara? Neema maana yake ni nini? Orodhesha wanyama safi na najisi. Kwa sentensi chache, sema jinsi ambavyo umepata ndani ya Yesu safina ya usalama. Mungu akubariki sana, kijana wa Yesu, na wewe uliye mtoto wa Yesu ambaye umeendelea kutenga muda wako kuendelea kufuatilia masomo haya Kesha la Asubuhi. Karibu katika Kesha la Asubuhi litakayokuwa likifuata la siku ya 10, yani Januari ya 10. Aliyekuandalia somo hili ni Grace Momadi, nami ambaye nimeendelea kukuletea masimulizi haya ni Barnabas Samuel. Nikutakie siku yenye fanaka na baraka tele za Mungu. Bwana akuangazie nuru ya uso wake, akuandae kwa ajili ya ufalme wake unaokuja muda si mrefu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.